Mimi kwa upande wangu namshukuru kwanza Mungu kwa kunialika kwa hichi kipindi chako. Manake wewe ni mmoja wapo ya wale ambao tumetoka nao mbali kwa kazi ya muziki. Hakuna usichokijua ambacho haukijui kwa muziki. Ya hata nisipoongelea Mfalme wa Amani vile natakikana, wewe tayari una majibu ambayo kwa sababu ni wimbo ambao mpaka sasa kweli mmefanya vizuri kwa kila mtandao. Unafanya vizuri, si kwa vijana, si kwa Gen Z wa leo, wanaupokea vizuri. I don't know in Tanzania but in Kenya hata Gen Z wa leo na kizazi ambacho kinakuja wote wanaendelea kupokea huu wimbo. Kupokea, sijajua Tanzania kama ni aje, but in Kenya kwa kweli ni wimbo ambao unacelebratiwa na vijana saa hizi, na ninamuogopa Mungu kwa sababu sasa huu wimbo mimi nimeudedicate kuwa wa Mungu. Hauko tena wimbo wangu, mimi naanza uacha tu kwa Mungu Mungu afanye mapenzi yake, kwa sababu huu wimbo hata tuliotoa wimbo pamoja na wao, zingine maybe za kwao hazisikiki, lakini huu wimbo bila Mfalme wa Amani popote hapo nitaenda itakuwa Solomoni hajafanya lolote. So namshukuru Mungu kwa hiyo kazi ambayo Mungu anaendelea kufanya, ni kwa neema zake na rehema tu. Asante. Sawa, na huu wimbo wa Mfalme wa Amani umekusogeza kwa kiwango gani katika huduma yako mpaka wakati huu? Kama niko hapa ni kwa sababu ya Mfalme wa Amani. Ndio maana niko hapa, ndio maana umenipokea. Bila Mfalme wa Amani kujulikana nafikiri haungekuwa unajua kama kuna mtu kama Solomoni mkubwa. So Mfalme wa Amani imenikalisha na wakubwa, imenikutanisha na watu wakubwa kimaisha, kimaendeleo. Mfalme wa Amani imeniweka kabisa, nashukuru Mungu. Kwa kweli kwangu amekuwa Mfalme wa Amani and I thank God for that. Sawa. Kuna watu wengine wamekuona, wanakuona kwamba Solomoni mkono wake mmoja haupo. Ulizaliwa hivi, najua ulishaelezea. Kuna mwingine hajapata nafasi ya kusikia kitu. Ulizaliwa hivi au ni nini hasa ilitokea? Nilitupiwa uchawi nikiwa mtoto mdogo wa miaka 12. Uchawi tu na mama wa kambo. Mkono siku moja niliamka mkono na imevimba, nikapitia matatizo makubwa, mkono ukaharibika, ukaoza nikiwa mzima. So ilibidi kufanya mchakato wa kwenda kwa hospitali, mkono ukawa umeharibika, hauwezi tena ukafanya kazi yoyote. Lakini kitu ambacho nilielewa kwa kuhusu huu mkono, kuna vitu ambazo Mungu anaweza zifanya kwa maisha ya mtu ambazo wewe ukazisikitikia, lakini kumbe Mungu anaifanya kwa ajili ya kesho, ili uwe baraka na uwe ushuhuda kwa maisha ya mtu kesho. So mimi huwa imefika kiwango si regret, kwa sababu nimeelewa, Bwana amenielewesha kwa nini nilikuwa hivi, kwa nini. Maanake sikuzaliwa hivi, na maswali yangu ilikuwa siku moja naambia Mungu, wakati nilikuwa najipata, unajua wakati nilikatwa sasa mkono, nikajipata mimi najua jinsi huwa mtu anajifili kwa upweke. Watu ambao umekuwa na wao generation yako na mikono, ilifika wakati nikijipata katikati yao najihisi ni kama nadharauliwa. Najihisi Mtanzania huyo na mkono mmoja lakini Mungu aliendelea kunijenga, nikakuja jikutana kumbe ndio maisha yangu haya. Na Mungu, cha ajabu kikubwa, Mungu akanipenda hata zaidi ya wote wenye mikono, zaidi hata wenye wana mikono miwili so nikipokelewa napokelewa zaidi hata wenye wana mikono miwili. Yaani Mungu akanijenga kwa heshima fulani kubwa ambayo namuogopaga Mungu bro. Mungu hachagui mtu. Mungu anatumika na wote wenye mwili. Ndio maana natafuta kuambia mtazamaji ama msikilizaji kuwa muamini Mungu. Hiyo situation yote ambayo unapitia ni jibu already. Hiyo situation ni jibu. Hata kama iko tough, hata kama ni ngumu, ni jibu. The more inaendelea kuwa ngumu, ndio hivyo ushuhuda unaendelea kuwa mkali na mkubwa. One day utasimamaga unaambia watu, msinione hivi, nilikuwaga hivi na hivi na hivi. Watu wanabakia wanashangaa, wanasema wow. Lazima watu wafike kiwango wanasema wow. Hata mwenye alikuwa nakata tamaa afike kiwango anasema from today na mimi natiwa moyo. Leo na mimi ushuhuda huu mnatiwaga watu moyo. Mungu akanisaidia sana. Kwanza number 1, alijenga moyo wangu kujielewa jinsi nilivyojielewa, baadaye nikampenda zaidi,
na cha ajabu kikubwa namba 3 akanionyesha kumtumaini yeye. Kumtumaini Mungu kuna faida. Kuna faida kwa sababu mahali nimefika baba yangu na mama yangu hangelinifikisha. Marafiki ambao ninao kama vile nyinyi, babangu na mamangu maybe hawangezonipea wale marafiki. Mahali nimefika wao maybe hawajawahi fika hapa, lakini mimi nimefika. So ukimtumaini Mungu kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote, bro, utamuona Mungu kwa njia kubwa na hawezi kumwacha Mungu. So nimeishi lile andiko linasema, ni nini itanitenga na upendo wa Mungu? Je, ni njaa, uchi? Manake kama ni njaa tulipitia, kama ni kukosa tunapitia. Hata mpaka saa hizi kuna vitu tunapitia, lakini haziwezi kutuachisha kumpenda Yesu. So mtazamaji mwenzangu, jitie moyo, jipe moyo kwa hii safari, kwa chochote ambacho unakipitia. Kama sisi Mungu alitukumbuka, je, wewe itakuwaje? Hii ambayo inapitia, na lile tatizo cha ajabu ni kwamba haitakuua mpaka ufikie shibe hiyo tatizo. Ukishiba ndio nakoma. Alafu ukianza kutueleza the way ilikupeleka. Sometimes mimi naanza ambia watu nikipitia ka situation siseme mimi nakwenda rafiki yangu ananiambia kama tunapitia matatizo ananiambia siku hizo tunapitia kasiku kazuri. Yaani mimi sitaki tena tatizo kuwa ni mbaya. Mimi ukisikia mimi nakwambia saa hizi mimi napitia mapito mazuri kabisa. Yaani saa hizi Mungu ananijenga tena somewhere. Yaani hapa niko bomba. Yaani hapa saa hizi ukiona naongea hivyo, unajua kuna mahali napitia. Lakini sitaambia shetani kama ananitesa. Shida tunaambia shetani akikufinya tu hapana. Ambia saa hizi niko vizuri. Kwanza saa hizi ndio niko sawa. Kwa sababu kuna tatizo ambalo linamfanya mtu unafikiria about God. Mungu anaweza kusukumia tatizo maybe kwa sababu ulikuwa unataka kumwacha, anahitaji umkumbuke. So kila tatizo yote ambayo inakuja, kuna nyingine tu inakujenga kiimani na kuna nyingine ya kukukumbusha we rudi kwa njia. So wakati utaingia kwa tatizo inabidi umeditate, ufikirie mbona hili limenipata. Sasa kwa leo nikisimama niko mmoja wapo ya watu wenye ni ushuhuda, naambia watu niko ushuhuda kwa wenye hawana mikono, kwa wenye hawana ulemavu wote, mimi ni ushuhuda upande wote. So utamwambia Mungu nini? Sawa. Na bado mama wa kambo yupo? Yupo na aliokokea kwa huduma ya anti yangu, ya shangazi yangu. Okay. Leo ukikutana na mama wa kambo una feel vipi? Sijawahi kutana naye, ni miaka mingi. Sijawahi kutana naye, nisiongee uongo. Bado kuna jambo la maumivu kutokana na kile ambacho unakiona kilisababishwa na yeye? Nimekuwa mtu mzima sasa, nilisha kuelewa. That is why kuna wimbo nimewasamehe wote. Singeimba hiyo wimbo kama sijasamehe. Okay. Ungekuwa na kazi gani kwangu? Ama ungekuwa na impact? Unajua tunaimba, ukiona wimbo, mwimbaji mwenzangu, ukiona wimbo wako unashika, jua kuna impact, pumzi ya Mungu ndani ya hiyo wimbo. So singeweza kuimba wimbo nimewasamehe wote. Nataka mtu awache huo wimbo nimewasamehe wote, aingie kwa messages. Ndio utajua wimbo una nguvu kiasi gani. Wimbo umerudisha ndoa za watu, wimbo umepatanisha watoto walikuwa wamekosana na wazazi. Ingia tu kwa messages, soma message mpaka nikisoma messages zote vile watu wanaandika naliaga machozi. Kumbe ni hii wimbo. Sasa huo wimbo kwangu haungehudumia watu wengine hivyo. That's why kinyongo sasa nitakuwa na kinyongo, je, itarudisha mkono bro? Okay, mimi namkasirikia yule mama. Mkono rudi. Haitarudi. So ni mtazamaji ambao maybe unaweza kuwa na tatizo, jikubali. Hata kama ni tatizo ilisababishwa na kitu ambacho wewe mwenyewe unajua, forget about it. Songa mbele. Fanya kile ambacho unaweza, usichokiweza weka kando. Utatoboa kwa maisha. Somo kubwa kwa sasa ni miaka 20 ya huduma, kama sijakosea. Kabisa. Situ ya hesabu na wewe unajua kwani tunaenda. Sawa, miaka 20 ya huduma mpaka sasa. Na kuna kizazi pia kingine kimekuja. Kabisa. Sasa hivi pia kuna kizazi kingine, kuna kizazi chenu. Mungu pia ameendelea kuwatumia. Kabisa. Unakizungumziaje kizazi cha sasa kabla tujafahamu kwenye miaka yako 20 ya huduma kuna kitu gani? Kwanza nashukuru kwa sababu kuna kizazi kilikuja na maisha kulikuwa kingine. Na kile kizazi ambacho kimekuja kilitazamia kile kingine. Kilikuwa kinawaangalia. Na inamaanisha tulizaa vizuri.
tulikuwa mfano bora kwa sababu tungekuwa mfano mbaya maybe hawangechagua lile fungu la kumtumikia Mungu, na wengi wao ni vijana kabisa, very very young. So mimi binafsi nafurahia kwa sababu kwanza kujitolea kumtumikia Mungu kwa hii dunia ambayo imechafuka ni kitu cha maana sana. So nafikiria tulikuwa pia watumishi wa Mungu wazuri ambao baadhi ya wengi hawa kizazi ni wengi ambao walitushabikia kwa mikutano hapa Tanzania, mikutano mikubwa zenye zilikuwa zinafanyika, unakutana mimi nilikuwa shabiki yako ukiimba. So unakuja kukutana kweli tumefanyia Mungu kazi ambayo tuli impact vijana, na hii yenye watu wanaona ni matokeo ya sisi Mungu kututumia kuwa impact hawa vijana. That's why wanafanya vizuri kwa sababu Mungu alitutumia, na pia Mungu akawaruhusu watu waangalie vipawa zetu the way zinatumika, tukakuwa na impartation kwao. Ndio maana nao wanafanya saizi vizuri, na mimi nawatakia fanyeni kazi vizuri, muende mbele, hata mfike mahali ambapo hatukufika, itakuwa vizuri sana. Na nini nyuma yenu mjue kuna kizazi kinawaona. So mkitumika vibaya itakuwa ni aibu kwenu, sababu tutawajua kwa matunda yenu ni vizazi gani vyenye na nyinyi mnazaa. Si tumewazaa na tunaona mnaabudu Mungu vizuri, mnafanya vitu vizuri, impartation ilikuwa nzuri sana. Hakuna mtu mwenye atasema kwa nyinyi ni kipawa nilikuwa nacho. Mlituona, wengine mlikuwa wadogo mkituona tukitumika, msijifanye. Na sasa hivi imekuwa pia hii live recording sana. Hizi ibada za live kwako unazizungumziaje kwa kizazi cha sasa? Ni mfumo wenye upo na bado unatubeba wote tu. Ikitokea hiyo fursa tutafanya zote tu. Mimi sione ubaya. Ikitokea kama hizi nyimbo nimewasamea wote, Mfalme wa Amani naweza penda nizipige pia kwa live, manake ndio mfumo wenye upo. Inaweza enda tena vizuri tena sana. Kwa hiyo so mimi sione ni vibaya, manake kila kitu kinakuja na wakati wake, na ukipata fursa ya kukifanya, kwa wale wenye wanafanya tunawavulia kofia. Manake kwa upande wetu hawakukuwepo, hawakufanya vile. Kwa upande wetu wa CD na kaseti na hizi kanda za VHS hawakuwepo, hawana hizo story. So sisi tumetunukiwa tena double portion, tunaweza fanya tena live recording na wao na zikakuwa vizuri. Unaona kama Mungu ametupenda jamani. So wadogo zetu nawavulia kofia, mnafanya kazi nzuri, lakini linda sana ulicho nacho, asije mtu akaichukua taji lako. But msifikiri mko nyinyi wenyewe, sote tupo, tutapiga live recording yote. Sawa, miaka 20 ya huduma. Miaka 20 ya. Kuna kitu gani? Tumeanza na Eldoret, na nafikiria ulicheck kidogo. Ilikuwa kubwa mno. Na tunapumzika, tunapanga next time tuangalie vile position. Unajua sasa ni masuala ya hela kabisa inahitajika hapo. Wadhamini hapa na pale, lakini tunamshukuru Mungu kwanza kwa hiyo moja ambayo ilipita, na ilikuwa neema inatosha. Kweli tulimwona Mungu pakubwa. Nafikiria uliangalia status, uliangalia. Nimeangalia. Labda ukamweleza msikilizaji kwa miaka 20 ya huduma, kitu gani kinachofanyika? Mavuno ya roho ya kuvuna watu waliopotea kwa Yesu. Hiyo sasa ndio malengo makubwa. Kutambulisha Solomon kwa kizazi kipya, ingawa waje wanajua, lakini kuendelea kuweka ubunifu wa kazi za Solomon ambazo Bwana aliwekeza ndani yake. So ni hiyo tu. Hakuna kitu kingine ambacho tutafanya bila win souls, roho kwa watu. Na ndio maana hata na wapongeza vijana wetu ambao wanafanya live recording. Msiku mnasahau sala ya toba, kufanya watu waokoke. Wanapokuwa kwa hizo ibada zenu ni marufuku sana. Hata niseme ni marufuku kama mkubwa wenu, mturuke tu hapo, tufanye kufanya, mwisho wa siku watu waondoke bila kupokea Yesu. Hata shetani atakuwa na shangaa. Hiyo tu ndio mimi naweza waambia, jikazeni sana tunapofanya hizo vitu, tulete watu kwa Yesu. Maana sasa ni generation yenye nakuja na hizo ideas, na ni shetani pia anatumia vijana sana. Na hizo fursa zikipatikana lazima tuwashikie hapo, waje kwa Yesu kikamilifu. Ndio hiyo.
Sawa, tumaliza basi na kapela tena Mfalme wa Amani. Kipande chochote pale. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi, wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Mama, Mungu ni mwaminifu, kwa ahadi zake si kama wanadamu. Oh, akiongea Yesu ameongea. Akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasirio. Atatenda kwa wakati wake. Yoyoyoyoyo, ninamuita Bwana wa amani. Nimewasamehe wote, nimewasamehe wote, nimewasamehe kutoka moyoni mwangu. Wanipa tumaini la maisha Baba yangu, o duniani. Natembea nawe Baba yangu, hujaniacha mimi. O Baba, neema yako, fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena, dhanifariji moyo niamkapo. Ubarikiwe sana. Amen, nashukuru sana. Asante sana.